Mama yake Priska ambaye ni mama mkwe wake Juma Jux basi ameweza kurudisha mashambulizi kwake Mange Kimambi, kwa sababu siku ya jana Mange Kimambi alimwambia wazi Priska kwamba wapendwa wako zako wa Kitanzania wanakupenda. Unaonekana kama ni msichana mtulivu sana. Tumekukaribisha nchini mwetu kwa upendo mkubwa, lakini kwa sasa Tanzania iko kwenye mapambano makubwa ya kihistoria. Tunapigana haki zetu. Tunahitaji watu wetu waelekeze umakini wao kwenye mapambano haya. Kwa hiyo hatutaki wewe na Jux kutupotosha na maudhui yasiyokuwa na maana ambayo serikali inataka mposti ili kutotoa kwenye mwelekeo. Tupo nyuma yao serikali kisawasawa na tutawalegezea kamba. Kwa hiyo tunakuomba wewe na Jux mtulie kimya kwa miezi 5 ijayo. Baada ya uchaguzi mnaweza kuendelea kufanya chochote mtakacho ili kubaki kwenye umaarufu na tutawaunga mkono. Tafadhali msitufanye tuwachukie. Wiki ijayo mkenda London, tafadhali hakikisha Jux anabaki chumbani na msiposti ujinga wowote utakao tupotosha kutoka kwenye mapambano haya. Haya ya muhimu sana. Na wakati uko hapo, mwambie Jux amwambie pia rafiki yake Diamond naye pia atulie kwenye miezi 5 ijayo. Tunajua ninyi amtajihusisha na mapambano yetu kwa sababu mnafaidi marupurupu yanayotolewa na serikali na gharama za maisha ya maisha yetu sisi wengine, lakini tunawaomba kwa heshima msiharibu juhudi zetu. Kama mnataka kufanya kiki mambo ya kuwavutia umaarufu, mchukue aende naye Nigeria mkafanye huko. Tena tunakuambia kwa upendo, msichana wetu mrembo, usichukulie maneno vibaya. Tunakupenda sana na tunawapenda wa Nigeria. Sasa mama yake ambaye ni mama yake Priska, sasa katika siku ya leo baada ya kuona chapisho hili kwake Mange Kimambi, kwa sababu aliandika katika lugha ya Kiingereza, ilikuwa known kabisa kwake kuweza kuisoma, na nafikiri Priska aliweza kupata ujumbe huu na mwisho wa siku ukaweza kumfikia mama yake mzazi. Sasa mama yake mzazi katika siku hii ya leo tunavyoongea ameweza pia kumtagi Mange Kimambi, kaandika katika lugha ya Kiingereza, mimi nakuletea katika lugha ya Kiswahili, na Mange Kimambi pia jana aliandika katika lugha ya Kiingereza, mimi nakupa katika lugha ya Kiswahili kama nilivyokusomea hapo mwanzo. Kwa naenda kukusomea kile ambacho kimetokea. Ameandika kwamba: Mange Kimambi, nimeshtushwa na ujasiri wako wa kushangaza kumzungumzia binti yangu na mume wake kwa namna hiyo, kuwaita maudhui yao ya kijinga na kujaribu kueneza hofu ya vitisho. Hili alikubaliki kabisa. Kama mzazi nimemfundisha binti yangu kuwa na kujiamini na kuwa halisi. Wana Mkambala ni watu wanapenda sana amani, lakini kumbuka siwezi kucheka unapomgusa binti yangu. Kuhusu uvumi wa harusi, sio serikali yako iliyotupatia pesa, ni utamaduni wa kifamilia yetu. Kwetu familia ya mke hutunza gharama zote. Nilitaka harusi ya kifahari kwa binti yangu kule Nigeria, na sisi wa Nigeria tulimpa harusi hiyo. Mimi ni mwanaharakati, na kama mwanaharakati nasimamia misingi yangu ya kupigania ninachoamini bila kumtukana yoyote au kumlenga mtu binafsi. Uongozi wa kweli unahitaji uwepo na ujasiri. Nikichekesho kuona wewe ukiishi Marekani na unafikiri unaweza kumwamulia binti yangu na mume wake wanaoishi maisha yao Tanzania. Mwache binti yangu nje ya mambo yako. Atachapisha atakacho wakati atakao na kwa namna atakavyo. Hahitaji upendo wako. Yeye anapendwa sana, tena kwa dhati. Tuliwalinda wetu, usisahau hilo. Kwa hiyo sasa hichi ni moja kati ya chanzo cha taarifa ambayo mama yake Priska ameweza kukiandika katika ukurasa wake wa Instagram. Taarifa hiyo imeandikwa kwa jibu la mzazi anayeweza kujieleza kama vile mwanaharakati kutoka nchi ya Nigeria. Na Mange Kimambi ambaye ni mtumiaji maarufu wa mitandao ya kijamii, basi amekuwa attacked katika posti hii. Maudhui haya yanaonyesha kwamba ni kulinda heshima ya familia yake dhidi ya kejeli au kauli zinazodhalilisha kutoka kwa Mange Kimambi. Lakini hadi sasa haijathibitishwa rasmi chombo chochote kwamba kinahusika katika kumpa pesa mama yake au familia ya kwake
familia ya kwake Priska kuweza basi kuendesha harusi yao. Kwa hiyo mpaka kwa muda huu kuna tetesi ambazo Mange Kimambi ambazo alijaribu kuwaeleza umma kwamba kuna pesa ambazo zimetolewa kwa hiyo kwa ajili ya Juma Jux pamoja na Diamond Platnumz siku atakapoenda London, basi familia nzima ndipo basi waanze kufanya ngonjera za hapa na pale, wasije wakahamisha upepo wa wananchi wa Tanzania. Yani ngonjera zote zile zinazohusiana na trendi, basi kwa sasa hivi wanaonekana kama vile ni watu ambao wataenda kupata lawama katika hili. Kwa hiyo mama yake Priska ameamua kusimama na mtoto wake vikali sana, na istoshe kama kujaribu kuangalia ni kama vile ameamua kulivaa ile jambo kama la kwake. Priska yeye amenyamaza kimya, Jux naye amenyamaza kimya. Bado ni kizaazaa. Ninaamini kwamba kuna mapya ambayo yatakuja, vitendo ambavyo vinaweza kwenda kuathiri aidha uhusiano kati ya nchi na nchi kupitia hili ambalo linaenda kuendelea. Kwa mimi ninachokiona kwa sasa hivi ni kwamba kile ambacho kinaendelea katika nchi kinaweza basi kikawa affect hata pia kina Juma Jux. Na kama kweli wamelipwa pesa hiyo, basi itabidi waifanyie kazi. Na kama kweli watataka ifanyie kazi pesa hiyo, kwa hiyo lazima zile ngonjera ambazo zilikuwa zinaendelea katika mitandao ya kijamii basi zitaendelea tena huko London, na yote kwa pamoja yanaweza pia yakaathiri pia uhusiano kati ya msanii pamoja na watu wake, lakini pia mahusiano kati ya nchi ya Tanzania pamoja na Nigeria. Kwa hiyo wanaweza pia yakavunjika, sababu Juma Jux amefanya kuyatengeneza, pia yanaweza yakaenda kuvunjika kwa sababu wabongo wengi watamsikiliza Mange Kimambi kwa kile ambacho atakiongea, na atakapo washauri kwamba fanyeni hivi watafanya, kwa sababu wamekuwa wakimsikiliza sana katika matukio mbalimbali, hususan katika harakati hizi ambazo zinahusu masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo ni jambo ambalo mama yake mzazi ameamua kusimama kidete, na nafikiri kabisa kwamba wa Nigeria watakuwa wamepatwa hasira sana kwa hichi ambacho kinaendelea. Mama yake mzazi, na kwa hivi sasa mimi naamini kwamba anaitwa Iyabo kama sijakosea, Iyabo Ojo Fesi Prince. Sasa mama yake mzazi katika hili ameamua kusimama kidete katika posti hii ya kwake Mange Kimambi. Sasa nikupe tu siri moja, katika lisali moja posti hiyo imeweza kupata likes 29,100, lakini pia comment zimemiminika za kutosha. Sasa 3Z trending habari ameandika kwamba we mama mkwe, no reform no election. Sasa hapo ndipo ambapo mama mkwe hajui kile ambacho kinaendelea huko ni nini. Amepewa taarifa ndogo. Wabongo wamekuja amekuja pale hivi kuja comment, na mama mkwe akaja kusema anaitwa Oyoyo Beta. So mama mkwe ambaye aliweza kureply post hii, na kama angeweza kureply basi mengi yangekuwa ni kinagaubaga hapa. Kwa hiyo kuna wa Nigeria wengi sana hapo wamekuja kutiririka, wabongo wengi kuja kutiririka katika hii your reform is on this page, why is so foolish. Kwa hiyo kuna mambo mengi, no reform no election, Prince Juma's affair for your mind waiting concerning our girl. Kwa hiyo all Mange said was it's not time for silly clout. Okay, kuna mambo hapa ambacho najaribu kusema kwamba hivi kile ambacho Mange alikuwa amesema kwamba sio zile kiki za mitandaoni ndo ziendelee, bali anapaswa tu atulie, asifanye mambo ambayo ni akijinga katika mitandao. Hapa mbongo mmoja anasema kwamba hivi Colgate TZ anasema kwamba Mange deserve respect button. Oyo Bita anasema what the meaning of this, yani nini maana ya hii hapa. Kwa hiyo kuna mengi ya mambo yameweza kuibuka. Juma Lokole naye anasema kwamba haijaelewa hata kimoja, kizungu nacho cha nini kwenye mambo kama haya. Jux, chukua simu ya mama mkwe, badili lugha kidogo please. Kwa hiyo watu hapa kidogo labda kama vile watu hawajaelewa. Juma Lokole anajaribu kusema kwamba watu hawajaelewa, lakini kwa wanasema hivi bora umenisaidia wanachamba, yani hao wa Nigeria wanachamba, yani wamechangamka kinoma. Okay, hey, I like they say they crazy. Okay, ibana ni lugha huko ya Nigeria. No reform no election imezidi kusambaa katika page hii ya mama yake Prince. Na hapa wabongo wanaonekana kabisa kwamba hawana mbili kwenye moja. Mmoja anasema Miss Light anasema kwa hivi Mange, it is our only hope and voice of us Tanzanian. Please Queen Mother, I think you didn't understand what she said, but when you attack Mange Kimambi, you attack us all. No reform no election. Ibana ni hatari sana. Hii posti imeweza basi kuzua mambo mengi, wabongo wametiririka vya kutosha. Swag Daddy ambaye ni meneja wa kwake Juma Jux ameandika Iyami Queen Mother my love man mom. Dakika 6 tu zimeweza kupita,
ambaye Swagdadi hapa ameweza basi kuandika, na nafikiri kwamba Juma Jux atakuwa ameshapata taarifa hii na Prince pia ameshapata taarifa hii. Kwa hiyo hili jambo limeshahamia sana kwenye swala la kitaifa kwamba ni Nigeria versus Tanzania. Hapa bado wa Kenya hawajaja, watu wenye mioyo yao Gen Z. Queen Maza, I stand with you. Pray anajaribu kusema hivi, Queen Maza anasimama na wewe, you are the best Queen Maza, protect your family, let's take down the nonsense page. I just reported our account. Kwa hiyo wanataka sasa kuripoti account ya Mange Kimambi. The truth is that Pris is a private person. She only posts short clips on her videos most times. The people making noise about them and the people who followed them to TZ for the wedding. Watch how you won't see anything about her when your mom and friend leave TZ except ambassadorship videos. People on her Snapchat knows is a blogger who go to her friend's Snapchat to copy their videos for clickbait. Kwa hiyo kuna namna kama vile wanajaribu kumtetea kwamba Pris pia ni mmoja kati ya mtu ambaye huaga anatengenezaga video kwa muda mrefu sana. Sio kwamba ni video za kiki ataenda kwenda kuzitengeneza. Kwa sasa hivi hii hapa hivi ni kizaza. Sasa Adigwe Chioma anasema kwa Mange Kimambi, for your attention, and that is a period. We are done of comment section. Kwa hiyo watu wameshusha comments za kutosha, lakini pia wengine wanasema kwamba tumeshachoka hizi comment section. Kwa hiyo such a impatience from the belong of Guta. She has limited comment on her post. She does not know the Nigerian will fight tooth and nail for their own. Basi mimi sitakuwa na ziada kwa muda huu, ni mengi ambayo imetokea kiujumla. Language hapa hivi inaongelea swala zima la kwake Mange Kimambi, Pris pamoja na Juma Jux. Bye bye for now.